Mimi najua nafungulia mjukuu wangu kutoka shule, kumbe ni wewe. Hapana. Wewe ni nani? Ni mimi bwana. Wataka nini? Nilikuwa nataka nipate kazi. Wewe sio bwana Masumbuko wewe? Mzee Majuto. Karibu. Hebu nipe siri ya mafanikio yako. Nilishtuka mapema sana. Nikajiunga na mfuko wa pension. Tena sio mfuko wa wasiwasi, ule wenye baba lao. LAPF. Hebu kwanza nipe faida zake. Kuna pensheni ya uzee na ulemavu. Kuna pensheni ya warithi. Kuna mikopo ya elimu na ujasiriamali. Kuna mafao ya uzazi na mingineyo kede. Tena kukupa kazi mimi. Vyombo ndio hivyo hapo. Vioshe vitakate. Mimi niko ndani na wife. Jiunge sasa. LAPF. Jiunge sasa. Staafu kwa ufahari na LAPF. Ndugu waandishi wa habari, nia ya mfuko wa LAPF kuwaita hapa leo ni kuwa mfuko wa pensheni wa LAPF unapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa utafanya mkutano wake wa 7 wa wadau tarehe 23 na 24 mwezi wa 10 2014 kule mjini Arusha katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa AICC. Lakini jambo kubwa katika mkutano huu mwaka huu wa 2014, mfuko wetu unatimiza miaka 70. Kwa hivyo pamoja na mkutano wa 7, mfuko utasherehekea kuwepo kwake katika utumishi wa watumishi katika kuwalipa pensheni na mafao kwa ujumla kwa miaka 70. Kauli mbiu ya mkutano huu itakuwa ni kusherehekea miaka 70 ya ukuaji wa huduma bora kwa wanachama. Na pengine miaka 70 tunaongelea kutoka mwaka gani? Mfuko huu umeundwa mwaka 1944. Kwa hivyo ukiongelea leo 2014, mfuko una miaka 70. Kwa hivyo mfuko unaendelea kujivunia mafanikio ya kuwa mfuko unaokuwa kwa kasi hapa nchini, pamoja na kuwa mfuko bora kwa miaka 5 mfululizo kwenye swala la uwajibikaji na utunzaji wa vitabu. Naamini wengi wenu mnakumbuka, kati ya mafanikio tulionayo katika miaka 70, yako mambo mengi ambayo tumeweza kuyafanya. Lakini jambo moja ambalo lilijitokeza mwaka jana kwa uwazi ni mfuko huu kutajwa na mamlaka ya usimamizi na udhibiti wa hifadhi ya jamii kuwa ndio mfuko unaokuwa kwa kasi zaidi kuliko mifuko yote ya pensheni hapa nchini. Lakini si hivyo tu, mfuko pia ulitajwa mwaka 2013 na NBAA ambayo ndio mamlaka sahihi kuzungumzia mambo ya audit na vitabu vya mfuko kwa miaka 5 mfululizo ndio umekuwa mfuko wa pensheni wenye vitabu bora kwa mujibu wa NBAA kuliko mifuko mingine yote ya pensheni. Lakini katika mkutano huu mfuko pia utazindua logo yake mpya. Baada ya mabadiliko ya sekta ya hifadhi ya jamii ambayo yanatokea hapa nchini, sasa tuna sheria namba 8 ya mwaka 2008 inayosimamia sekta ya hifadhi ya jamii, lakini tuna sheria namba 5 ya mwaka 2012 ambayo iliundwa ili kualign sheria za mifuko ziweze kualign sasa na hii sheria namba 8 ya mamlaka. Kwa hivyo kuna mabadiliko mengi, coverage ya mfuko imeongezeka. Zamani tulikuwa tunaandikisha serikali za mitaa, kwa sasa tunaandikisha sekta zote za uchumi. Tunaandikisha serikali kuu, tunaandikisha serikali za mitaa, mashirika ya umma, sekta binafsi na hata watu waliojiajiri wenyewe wanaweza kujiandikisha mmoja mmoja. Kwa hivyo utakuta hata jina la mfuko lilibadilika kutoka Local Authority Pensions Fund kuwa LAP Pensions Fund. Kwa hiyo hii imeenda pamoja na mabadiliko ya logo. Kwa hiyo tutazindua logo yetu mpya ambayo ina viashiria vingi ndani yake, lakini kiashiria kikubwa ambacho kimejionyesha katika logo hiyo ni ukuaji wa haraka wa mfuko wetu. Katika mkutano huo kutakuwa na mada mbalimbali ambazo zitawasilishwa na wawasilishaji mbalimbali wa kutoka nje ya mfuko na ndani ya mfuko. Mada ya kwanza itakuwa ni mada kuhusu historia ya mfuko wetu kutoka 1944 mpaka 2014. Kutakuwa na taarifa ya tathmini ya mfuko, kwa kitaalamu inaitwa Actual Evaluation Report. Hii sasa ni taarifa ya kitaalamu ambayo inaeleza uwezo wa mfuko na afya ya mfuko mpaka hapa tulipo katika miaka 70. Je, mfuko bado una uwezo tena wa kuendelea kulipa huko mbeleni? Kwa hiyo hapa ni maelezo ya kitaalamu ambayo ndio ukweli sasa kuhusu mifuko. Unaweza ukaongea mambo mengi mitaani, mifuko ina matatizo, mifuko ina jambo hili, formula zimebadilishwa, lakini actual evaluation ndio maelezo ya kitaalamu ya hali ya mfuko. Kwa hiyo wadau watapewa hali ya mfuko wao ikoje katika miaka 70.
Kutakuwa na mada kutoka mamlaka ya udhibiti na usimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii. Kama nilivyosema, sasa sekta hii inasimamiwa. Kwa kila mfuko unapokuwa na mkutano wake, mamlaka pia inakuja kuzungumzia hali halisi ya ule mfuko ili wadau waweze kuona katika usimamizi mamlaka inaona nini kuhusu mfuko husika. Lakini kutakuwa na mada ya shughuli za wanachama, michango na uandikishaji. Kutakuwa na taarifa ya fedha ya mfuko, kutakuwa na taarifa ya uwekezaji, kutakuwa na taarifa juu ya fursa ya mikopo kwa wastaafu wetu. Mfuko umeingia mkataba na benki ya Posta ambapo wastaafu wake wanaweza kukopeshwa na benki ya Posta. Kwa benki ya Posta watakuwepo pia kuelezea fursa hii muhimu kwa wastaafu wetu. Lakini pia kutakuwa na mada ya mwisho kabisa kuhusu umuhimu wa kupanga uzazi kama namna nyingine ya kustaafu vema. Kwa sababu saa nyingine unapolipa pension nzuri, pension sio fedha peke yake. Pension ni namna ambavyo pia ulikuwa unajipanga tokea unafanya kazi. Kwa hiyo tutakuwa na mada pia kwa wadau wetu kuwashauri namna nzuri pia kuhusu namna ya kupanga uzazi ili kuweza kuwa na kustaafu kwenye maana. Mfuko pia unaendelea kujivunia mafao yake kwa wanachama. Mafao mpaka sasa ambao tunayatoa, moja, tunatoa mafao ya uzeeni ambao kwa kitaalamu inaitwa old age pension benefit. Mafao ya mirathi kama mwanachama mwenyewe amefariki kabla hajastaafu, mafao kwa warithi wake. Kuna mafao kuna mafao ya withdraw kwa wale ambao labda ameacha kazi au labda ameachishwa kazi na hafikiri pengine kuajiliwa tena. Baada ya ushauri wa kitaalamu kuhusu umuhimu wa pensheni, huwa wanaweza wakalipa withdraw zao. Tuna mafao ya uzazi kwa wanachama akina mama. Tuna msaada wa mazishi kwa wanachama wetu. Lakini zaidi ya mafao haya, mfuko pia una fursa mbalimbali za mikopo kwa wanachama wake. Kwa hivyo tuna mikopo kwa wanachama wa SACCOS kupitia kwa waajiri ambao ni wachangiaji. Lakini tuna mikopo ya nyumba kwa wanachama. Na mwisho kabisa tuna product mpya ambayo tumekuja nayo hivi karibuni, mkopo wa elimu. Hii tunawakopesha wanachama wetu ili waweze kuongeza elimu, na tunaamini kabisa baada ya kuongeza elimu wanarudi wakiwa na uwezo mkubwa kabisa wa kufanya kazi maeneo yao ya kazi. Pia tunaamini vipato vyao vinaweza kupanda, wakawa wachangiaji wazuri, hatimaye wakamaliza na pension bora kabisa na wakaweza kutimiza ukweli ambao tunausema katika LPF kuwa staafu kwa ufahari ukiwa na LPF. Kwa hivyo kwa kifupi, ndugu waandishi wa habari, niseme baada ya kusema haya na kutangaza mkutano huu umma uweze kuujua, tunawakaribisha waalikwa wote kuhudhuria bila kukosa katika mkutano huu, kwa sababu mengi ambayo yamezungumzwa hapa kwa ufupi katika mkutano huu yatazungumzwa kwa undani na wataweza kuufahamu mfuko wao na kupata majibu ya maswali mbalimbali ambayo wanayo. Pengine wanaweza kupata majibu sehemu zisizo sahihi, lakini watakapofika kwenye mkutano watapata majibu sahihi kuweza kuyarudisha mahali pa kazi na kuwapa majibu hayo wafanyakazi wenzao ambao ni wanachama wa mfuko wetu. Kupanga uzazi ndio kuplani kwenyewe kwa ajili ya retirement. Unajua ukistaafu alafu pengine una miaka 60 pale alafu na mtoto wa nursery school, you can imagine utaanza kutumia pension kulipa ada. Kwa hiyo ile dhana nzima ya kutosheleza kwa kipato itakuwa imeshakuwa na matatizo. Kwa hiyo tunataka tuanze kuona namna ya kushirikisha wadau wetu na kutoa elimu hii kupitia wadau ambao wengi ni waajiri watakao kuhudhuria. Sasa watapeleka elimu hii kwa wanachama wetu kwamba jamani, kumbe kustaafu ni pamoja na kupanga uzazi. Yaani angalau mtu ajipange awe na watoto, yani pale mwanzoni ili mwisho kule unapostaafu basi angalau mtoto wako yuko chuo kikuu anamalizia ama mwingine ameshaanza kazi, then unakuwa huna vile income vya kutoa. Ama pia hata idadi ya watoto pia. Maana tunaposema kupanga uzazi pamoja na idadi. Sasa ukiwa na watoto 10 unajua implications. Kwa hiyo tunataka tutoe elimu hii ili kwamba wastaafu wetu wajipange, yani wale wastaafu watarajiwa. Wale ambao wameshastaafu kabisa pengine nataka tumechelewa sana. Lakini wale ambao bado wapo hawajastaafu, basi mtu aone basi kuna haja ya kuanza kujipanga mapema. Na ndugu waandishi, kustaafu kunaanza pale unapoanza kazi. Hasa hiyo ndio message. Yaani kwamba siku ya kwanza unaanza kustaafu, kufanya kazi, ndio siku ile unaanza kupanga na kufanyaje? Kustaafu kama Mwenyezi Mungu atakufikisha. Na kustaafu kwa aina nyingi. Sio lazima ustaafu kwa umri, unaweza kustaafu mapema. Mwenyezi Mungu anaweza kukuita ni retirement pia nayo hiyo.
Kwa lazima uanze kujipanga mapema ili maisha yako ama wale unaoacha yawe mazuri. Ila mikopo ya TPB nafikiri wenzangu pia ataliweka vizuri. Asante sana. Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya Bwana Ndwata. Sisi kama LPF tunakopesha wanachama ambao tayari wamesha staafu. Yaani kwa maana kwamba mwanachama yule ambaye amestaafu na anapata pensheni yake ya kila mwezi LPF. Kwa hiyo ile pensheni ya kila mwezi ya mwanachama ndiyo hasa kigezo cha kumwezesha yeye kuweza kupata mkopo ule katika benki ya Posta. Kwa hiyo sisi LPF tunakuwa ni kama mdhamini wake mwanachama yule au mstaafu yule. Anakuwa ni mdhamini wake kwa kumdhamini kwa kupitia benki ya Posta kuweza kukopa na kuweza kuendelea kumudu maisha yake. Kuna baadhi ya wazee kama mwenzangu alivyosema, unaweza kukuta mtu mzima lakini kwa bahati mbaya akupata elimu ya kustaafu au elimu kabla ya kustaafu. Kwa hiyo unaweza kukuta bado ana mtoto na bado ana mahitaji, anahitaji fedha nyingi kidogo kwa ajili ya ada, au anahitaji fedha kwa ajili ya mashamba, anahitaji kwa ajili ya nini. Kwa hiyo tukaongea na benki ya Posta, tukaona kwamba ni busara basi wastaafu wetu waweze kwa kupitia pensheni zao za kila mwezi iwe garantia wao kuweza kukopeshwa. Kwa hiyo hakuna vigezo hasa zaidi ya kuwa na pensheni yako kwamba inapita kwenye pensheni yako ipo na inapita katika mfuko wa LPF. Mkutano huu unategemewa kuhudhuriwa na washiriki 1000 ambao watakuwa katika makundi yafuatayo. Kutakuwa na waajiri wote wachangiaji wa mfuko. Kutakuwa na waalikwa wanachama wa mfuko wenyewe wamealikwa wanachama wa kutosha, watakuja kwa ajili ya kusikiliza habari za mfuko wao. Lakini pia tumealika wadau mbalimbali wa sekta ya hifadhi ya jamii kutoka nje na ndani ya nchi. Lakini watakuwepo mamlaka ya usimamizi, mamlaka mbalimbali. Mifuko inasimamiwa na SSRA kwa maana ya operation zake, lakini pia mifuko inasimamiwa na Benki Kuu kwa maana ya uwekezaji. Kwa mamlaka zote watakuwepo na wadau wengine kutoka mifuko wenzetu yote, mifuko ya pension hapa nchini wamealikwa pamoja na mfuko wa bima ya afya. Wizara zinazoshughulikia mambo ya mifuko na mambo ya fedha wote wamealikwa. Pia wamealikwa viongozi wa kamati mbalimbali za bunge ambazo zinasimamia shughuli mbalimbali za mfuko. Mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi katika ofisi ya Waziri Mkuu, anashughulika na tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Hawa Ghasia. Hivi karibuni nafikiri baada ya mwaka mmoja miwili hivi tutakuwa tumefikisha karibu trilioni 1. Kwa hiyo ni mfuko fulani mkubwa. Na hiyo ndio afya yenyewe kwamba ni mfuko tajiri kabisa ambao mafao ya wanachama yako salama. Na hiyo ndio sababu nyingine kubwa ya kwa nini watu wajiunga na LPF, kwa sababu ni mfuko ambao kusema kweli tunajivunia kukua kwa kasi na kwamba rasilimali zetu zimekuwa zikikua mwaka hadi mwaka kwa average kwa wastani wa 20%. Kwa hiyo ndio thamani ya mfuko kwa sasa. Nini kinatufanya tufikirie kwamba hata wakati wa harmonization bado tutafanya vizuri? Tumeanza kuhudumia wakati huo wanachama wakiwa serikali za mitaa peke yake, na sasa hivi tumeweza kuhudumia wakiwa sekta zote, na mfuko ukiendelea kupendwa zaidi na ukiwa unakuwa kwa kasi. Lakini upande wa ulipaji wa mafao, zamani tulianza tukiwa tunalipa mafao yanapita kwa mwajiri. Unalipa kupitia kwa mwajiri afu mwajiri anamlipa mwanachama. Tukaweza kusikia kutoka kwa wanachama, kwa sababu tunataka kuwa mfuko unaopendwa zaidi. Wanachama wakao hawaipendi kwa sababu kuna wakati ikipita kwa mwajiri anaweza akafanyia shughuli zake au pia akakukata na madeni yake. Tukaja kwenye kuwalipa wanachama moja kwa moja kwa kuwapa hundi. Tukawa tunawapa hundi zao. Kama ni wewe umestaafu tunakuletea hundi yako, tunakukabidhi. Kama labda umefariki, wale warithi wako tunawalipa mahakamani. Ikawa kuna wakati mtu akistaafu anahama, kumbe ule mji aliyekuwa anafanya kazi sio kwao, au amefariki familia yake inahama inarudi kwao, unakwenda na cheki unamkosa. Mwaka 2010 tukaanza kulipa direct kwenye akaunti za wanachama, malipo ya mkupuo na pensheni ya kila mwezi. Kwa sisi katika ofisi zetu huwezi kukuta foleni za wanachama wanaosubiri kuchukua cheki zao, wala hatuna mtu anayekuja kuchukua cheki kwa niaba ya wenzake. Hilo wanachama wamelipenda sana, kwamba anafungua madai akiwa kwa mwajiri, anajaza form ile anacheme kwa forwarded, yeye anazisubiri fedha zake benki. Lakini mwaka 2008 CAG alifanya study ya baadhi ya mifuko LPF na wengine,
ikaonekana kwamba tulikuwa tunalipa mapema kuliko mifuko mingine, lakini ilionekana kwamba tunalipa, mstaafu anapolipa tunamlipa ndani ya mwezi mmoja toka amestaafu. Sisi hatukulipenda, pamoja alisema kwamba tunalipa mapema. Kwa hiyo tumefanya mechanism, tumenunua system nzuri ambayo inatunza kumbukumbu. Kwa sasa tunasema tunamlipa jana mstaafu wa kesho. Kwa maana ya kwamba sasa hizi pension manager wakati tunaondoka Dodoma alikuwa ana process cheki za wastaafu wanaostaafu kuanzia tarehe 15 mwezi wa 10 mpaka 15 mwezi wa 11. Zinakuwa mikononi mwa chief accountant, unastaafu kesho, fedha yako inakuwa deposited leo. Sasa hawa waliolipwa mapema hawa wamekuwa wakiwasimulia watoto wao juu ya ubora. Na hilo tunaamini bado itawachukua watu muda sana kulifikia. Bado kuna tatizo kubwa la watu wanastaafu alafu wanachelewa kulipa. Kwa hiyo tunalipa mapema zaidi. Na niseme tunawalipa wastaafu jana, wastaafu wa kesho, kwa sababu malipo yao yanakuwa tayari yanasubiri kuwa banked. Kwa hiyo hata ukiongelea juu ya swala la formula moja, bado sisi tunaamini tutaweza kushinda, na kuna semina chache za ajira ambazo zimefanyika baada ya harmonization. Bado LPF imeandikisha wanachama wengi kuliko mifuko mingine, ikionyesha kwamba bado vijana wanaipenda zaidi. Lakini pia tunafanya kazi kwa karibu sana na wanafunzi vioni. Wanafunzi hawaisikii LPF makazini sasa hivi, wanaisikia LPF toka vioni. Kwa hivyo wamekuwa wanakuja wakiwa na choice. Inakuwa ngumu sana kwa misguide, labda uzuie LPF isiapie wakati wa ajira. Kwa hiyo pamoja na harmonization, sisi tayari tulianza kufanya vizuri kwenye huduma. Na sasa hivi wanachama wetu kupitia website ya mfuko wanaweza kupata statement yao, na kama hiyo kompyuta aliyokaa ina printer, anaweza kuprint statement yake toka aanze kuchanga mpaka leo, na akaweza kuassess uwasilishwaji wa michango. Na tuko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha mikataba na watu wa huduma, ili sasa waanze kuona statement zao kupitia simu zao za viganjani. Hivi vyote vinafanya sasa LPF inafanya transparently. Kwa hivyo pamoja na formula moja, tunaamini LPF itasaili vizuri wakati wa ushindani. Na kwa kuongezea pia, unakuta mifuko yote mchango ni ule 20% at the end of the day, lakini tuna mafao ya ziada ambayo mtu katika mfuko mwingine hawezi kuyapata, lakini LPF anayapata. Kwa mfano, juzi hapa tumezindua fao la elimu ambalo lina uhakika. Fao hili la elimu, mkopo huu wa elimu unapatikana LPF tu, haupatikani katika mfuko wa pensheni mwingine. Kwa hiyo pia itatuweka katika position nzuri ya kuendelea kupata wanachama wengi zaidi na watu kutuchagua sisi kuchangia katika mfuko wetu. Pia tuna fao la maternity ambao pia ninaamini ni mfuko wetu, labda na mfuko mwingine siwezi kutaja, ambao tunatoa hili fao la maternity. Chango leo 20% kwa mifuko yote, lakini tuna mafao mengi ambayo wanachama wetu wanafaidika nayo na wanayapata kwa wakati bila shida yoyote. Mimi najua namfungulia mjukuu wangu kutoka shule, kumbe ni wewe. Hapana. Wewe ni nani? Ni mimi bwana. Wataka nini? Nilikuwa nataka nipate kazi. Wewe sio bwana Masumbuko wewe? Mzee Majuto. Karibu. Hebu nipe siri ya mafanikio yako. Nilishtuka mapema sana, nikajiunga na mfuko wa pension. Tena sio mfuko wa wasiwasi ule wenye baba lao, LAPF. Hebu kwanza nipe faida zake. Kuna pensheni ya uzee na ulemavu, kuna pensheni ya warithi, kuna mikopo ya elimu na ujasiriamali, kuna mafao ya uzazi na mingineyo kede. Tena kupa kazi mimi. Vyombo ndio hivyo hapo. Vioshe vitakate. Mimi niko ndani na wife. Jiunge